aweze kutupigania. Kuna watu nimeona wametoa fungu la 10 hapa. Kama ulikuwa na fungu la 10, sasa ningekusii ukae hapo, usitoke pale. Amen. Kwa hivyo nataka niombe kwa sababu ya sadaka na fungu la 10. Na ninapata habari ya kwamba kuna watu wamejitoa kufanya kazi ya Mungu. Watu wananunua viti ndani ya nyumba ya Mungu. Kwa hivyo nitakuwa naomba pamoja nao. Nataka tuinue mikono yetu kwa Bwana tunaposhukuru Mungu ni kwa sababu ya matoleo. Takatifu, takatifu ni wewe Bwana wa majeshi, uliyesema yote yamekwisha Kalvari na umefanyika dhambi badala yetu. Mfalme wa falme, tunakushukuru kwa upendo na huruma uliokuwa nayo kwetu. Hapa Bwana kuna watoto wako ambao Jehova siku zote wanakumbuka neno lako linalosema kwamba kusikose chakula nyumbani mwako, na wakati wote wanajaribu ili Bwana kuhakikisha huduma imesimama, wanajaribu ili kuhakikisha Bwana hii kazi inasonga mbele. Asante ni kwa sababu ya maisha ya Charles Mfalme, wherever he is Baba, na dedicate mbele yako ya kwamba mfalme wa falme, wacha mkono wako mfikie kwa kazi nzuri ambayo anafanya katika hii nyumba. Kwa sadaka ameitoa Baba, na dedicate mikononi mwako na mbele zako, ya kwamba madhabahu haya yanaenda kunena juu ya finance yake, ya kwamba madhabahu haya yanaenda kunena juu ya kazi yake, madhabahu haya yananena juu ya maisha yake na familia yake, katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho kinaweza inuliwa kinyume yake hakitafanikiwa. Ninatangaza upenyo. Thank you for union. Baba, wewe ni mwema, umetenda mema. Tazama Bwana, mama huyu ni mama anakupenda, na Bwana kazi anayofanya katika nyumba hii ni kazi kubwa. Ninakushukuru ni kwa sababu ya maisha yake. Amesema lazima Baba atimize neno lako Bwana. Saka zake ambazo amezitoa kwenye madhabahu, let it speak upon her life katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba Bwana maroho ambazo zimekuwa zikimwandama, kumteza na kumnyima amani, magonjwa na kila aina yote kumkosesha amani, ninaziamrisha mchana wa leo, zinaachilia familia yake. Malango ambayo alizi kwamba yamefungwa Baba yanafunguliwa. Roho Mtakatifu anachukua nafasi katika maisha yake, kwa zaka ambazo Baba ametoa zinanena mbele zako, zinafungua maisha yake, zinafungua familia yake katika jina la Yesu Kristo. I speak healing and health katika maisha yake, ya kwamba Bwana hatakosa, atakuona wewe. Thank you for Mama Paul ambaye Bwana ametoa zaka zake kwenye madhabahu haya. Baba, nakushukuru kwa sababu ya maisha yake na familia yake. Baba, malango ya breakthrough ambayo mfalme breakthrough ikaonekane katika maisha yake, mfalme wa falme, ya kwamba kusifungwe chochote, kusifungwe lango lolote. Baba, ninaombea finance yake, mfalme wa falme, kwamba Jehova utamlinda na kuwetenda mema. Chochote ambacho anatamani katika maisha yake, mfalme unampa. Chochote ambacho Bwana anatarajia, Bwana unaenda kutenda. Namweka mikononi mwako na familia yake pamoja. Ninaombea mfalme wa wafalme huko Bwana, nikidai uzima, nikidai afya, nikidai mafanikio. Magonjwa ya kuingilia watoto Bwana yapate kushindwa, magonjwa ya kuingilia familia yake yapate kushindwa. Kila roho ya kuandama hiyo familia Bwana itafanikiwa. Nguvu za Roho Mtakatifu zikaingia na kutake over, zikawalinde na kuwafunika, maana ni Mungu. Sifa na utukufu zikurudie. Na ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Unaweza pigia Yesu makofi mazuri. Kuna wimbo inasema ya kwamba umefanya ile, umefanya lile, umenipa nguvu. Baba ninakushukuru. Umefanya ile, umefanya lile, umenipa nguvu. Yesu ninakushukuru. Umefanya ile, umefanya lile, umenipa jina. Baba
kushukuru. Umefanya Baba, umefanya ile, umefanya lile, umenipa jina, tuimbe Baba nina kushukuru. Sema Baba, Baba nina kushukuru. Yesu nina kushukuru. Bwana nina kushukuru. Nawe nina kushukuru. Umefanya ile, fanya lile, umenipa jina, Dadio, Dadie, Bwana. Nina kushukuru. Father, in the mighty name of Jesus, thank you. Asante Baba, asante kwa wema, asante kwa fadhili zako. Neno lako linaniambia kwamba nikushukuru. Neno lako linaniambia kwamba nikupe ibada ya shukurani. Na mchana wa leo Baba, ni asante kwa yale ambayo umetenda katika maisha yetu. Asante ni kwa sababu ya neno na ujumbe umeandani kwa ajili ya maisha yetu na mioyo zetu. Ninakuinua nikikemea kila pingamizi, ninakuinua nikikemea kila maroho za kukatalia watu wako. Ninasimama Baba, ninaomba Mfalme, ujumbe wa Mungu ukapenye na kuleta uponyaji, ukapenye na kuleta hekima, ukainue mtu kutoka chini, ukafunge majeraha ya mioyo, ukaweze kuweka huru waliofungwa na mwovu Shetani, katika jina la Yesu Kristo. Nena pamoja na watu wako, Mungu wa Israeli, sifa zikurudie wewe, na ni kwako Yesu Kristo ninaomba pamoja na kuamini, amen. Natamani sikie tu shangwe na vigelegele. Hayo makofi yanaweza ongezeka, yaongezeke. Bwana ametenda mema, have your seat, na itakuwa ya baraka. Mikutano yetu inaendelea kama kawaida, na sikuombi ila nakukumbusha ya kwamba unafaa kumwabudu Mungu, na ni vyema kama unaweza fanya ibada ya kumtukuza Mungu. Bwana asifiwe sana. Wamama ambao mko jikoni, wekelee chenye mnawekelea, wacha kiungue, mkuje tupokee Yesu Kristo. Ni vyema ukizingatia siku ya ibada. Siku ya ibada ndio siku ambayo Mungu anaithamini, na pia ufalme wa giza unaitambua. And that's why hiyo siku ikifika lazima kutokee tu shughuli. Watu ambao wanaabudu Shetani wameshika siku ya ibada. The Bible says ya kwamba ishike siku, ni commandment. God is commanding. Hiyo si ateo tutakuomba, sitakuomba wewe kumtumikia Mungu. But if you refuse, you will see consequences za kukataa kumtumikia Mungu. Kwa hivyo siku ya ibada ni siku kila mtu anaitambua, inategemea na yule mtu anayemfanyia ibada. Kuna watu wanaofanya ibada za sanamu, kuna watu wanaofanyia Mungu ibada zao. Wameshika kila moja, kila dini imeshika siku yao ya ibada. So wewe kaka hapo tu eleweki. Siku moja Mungu atakuuliza uko wapi? Kwa Shetani hauko, kwa Mungu hauko. Sasa uko wapi? Wednesday tutakuwa hapa kwa maombi ya jioni. Na kukumbusha tu ni siku ya ibada. But wewe mwenyewe unaweza fanya maamuzi. Tutakuwa hapa. Na kama unahitaji
Mungu akusongeshe kwa viwango vingine, unafaa kufanya mambo beyond na watu wengine. You cannot expect God to open yale malango kubwa kubwa, the big doors. Unataka ukae kama watu wengine. When you see someone is driving on the road a big car, there is a price that he pays. Kuna watu ambao Mungu aliwainua na wakafanikiwa, wakanunua hiyo magari. They spent their time with God. They were on altar crying each and every day, reminding God, reminding him about their life. I don't know wewe unayetaka maisha mazuri, then umerelax. Unataka ya kuje tu kirahisi. Uliza hata wako kwenye ufalme wengine. Ukiona wanaendesha maprado, wamenunua manyumba, waulize usiku ni nini inafanyikanga. Nimaishi na mtu kama wewe. Before tubidi, Mungu anatufundishanga na anatupitishanga maisha mengine mpaka nimeika na devil worship usiku wa watu walalangi. Nisiseme hivyo kaniokopa, mimi sijawahi kutu shetani. Walalangi watu usiku wa walalangi. Pray the Lord. Nataka tu ukiona mtu aseme ameni, chuna yeye kabisa, unamwambia nimepata ruhusa ya pastor. Kama wewe unapanga mtu violent leo, uko na opportunity. Ukiona mtu aseme ameni, chuna yeye, na kama uko na Christ, enda tafuta adui yako, kaa na yeye karibu, ndio mshughulikie vizuri. So at least anaweza kuwa active kwa nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Usipochuna mimi nachuna. Praise God. Yes. Lazima tuwe active. Bwana asifiwe sana. So nataka leo kwa muda mfupi sana tujifundishe jambo mahali hapa. Na tunapenda Mungu, tunapenda kanisa na tunapenda kumtumikia Mungu, but watu hawajatambua dhamana ya kanisa. Na siku ya leo nataka nifundishe kuhusu nguvu ya kanisa. Na ninataka nikuonyeshe kanisa ni nini na kwa nini tupatikane kanisani, na nguvu za Mungu huwa zinapatikanaje kanisani. Then nikufundishe jinsi ya kanisa kukua. Bwana asifiwe sana. Na kwa neema ya Mungu ninaomba Mungu anipe kibali tuweze kuelewa, ndio utajua umuhimu sana wa kanisa, nguvu ya kanisa. Na kabla sijaongelelea kuhusu kanisa, nataka ujue kwamba kuna mambo matatu sana muhimu ambayo yanafaa ipatikane kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla nitazungumzia kuhusu yale mambo matatu, nataka ujue ya kwamba kanisa ni jengo ambalo Wakristo ama waumini huwa wanakusanyika pamoja kufanya ibada ya Mungu. Kutoka kitambo, kanisa ni kwa jengo ama hema, mahali ambapo Wakristo wanakutanika, mahali ambapo waumini ni watu wenye imani, watu wanaoamini Mungu, wanakusanyika, wanaabudu pale. Lakini tukiendelea mbele, Paulo alipata ufunuo pia kuhusu kanisa, naye akaona ya kwamba kanisa ni jengo ya Roho Mtakatifu ambao ni mwili wa Mkristo. So Paulo anasema ya kwamba kanisa ni mwili, na amefananisha miili yetu kama kanisa kwa sababu imehifadhi the Spirit, the Holy Spirit, ama the Spirit of God. And that's why anasema in Roman ya kwamba utoe ule mwili uwe tena kama dhabihu, na anakuja anasema katika Wakorintho ya kwamba ni hekalu la Mungu, ya kwamba our bodies ni hekalu la Mungu, na anahimiza watu kutunza lile hekalu, maana wasipotumia vizuri miili yao, Mungu pia anaweza akaharibu maisha yao. And that is why ukiona
watu ambao wanateseka, watu ambao maisha yao hayana mwelekeo, ni watu walitumia miili yao vibaya. Inaweza kuwa walitumia kwa ulevi, wengine walitumia kwa kusafirisha madawa za kulevya, wengine waliudunga kuingiza madawa za kulevya ili kujifurahisha, na wengine walitumia kwa uzinzi na usherati. Miili hiyo inaharibiwa na Mungu, na watu hawa hawawezi kuhesabiwa haki mbele za Bwana kwa sababu waliharibu hekalu la Mungu. Roho wa Bwana alikosa makao kwa sababu watu hawa hawakujitambua na hawakutambua dhamana yao, na shida zilipokuja hawakuona umuhimu wa mwili, wakajidanganya kwenye nafsi zao ya kwamba Bwana anaangalia roho, lakini wakasahau kujua hiyo roho nayo imehifadhiwa na mwili. Na kama unatambua ya kwamba Bwana anatambua roho peke yake, so achane na mwili, uache roho ikujange kanisani. Praise God. Kwa hiyo Paulo akakuja na revelation yake ya kwamba sisi ni hekalu la Mungu, we are church. Lakini kwa mujibu wa neno la Mungu, kanisa ni sehemu ambayo waumini walikuwa wanakusanyikia ama wanakusanyikia mpaka wa leo. Kwa hivyo kanisa ambayo inampendeza Mungu, jambo la kwanza ambalo inafaa lipatikane, it is love. Praise the Lord. Ni lazima kanisa kukuwe na kitu inaitwa upendo. Upendo ndiye Mungu. The Bible says, is it the 1st John or 2nd John chapter number 3, ya kwamba asiyekuwa na upendo hakumjua Mungu. Kanisa lililokuwa kanisa ambalo limekosa upendo halimjui Mungu. Iwapo kuna waumini wanaweza kusanyika mahali ndani wamebebana kwenye mioyo zao, those people they don't know God. Wanaenda pale kufanya mambo kwa sababu ya taratibu ya ulimwengu na vile dini zinavyofanya, lakini mioyoni mwao Mungu hayumo kwa sababu hawamjui Mungu. Na ni kwa nini hawamjui Mungu? Hawamjui Mungu kwa sababu Mungu ni pendo. So God himself is love. So unayesema ya kwamba najua Mungu wangu, lazima moyo wako uwe na upendo. You cannot tell people I know my God while wewe ni mtu umebeba watu miaka na miaka. You have no forgiveness. You cannot forgive. Unaambianga watu ya kwamba mimi siwezi kusalimia huyo mtu. Unaenda kanisani, kama si mchungaji ako kanisani, you cannot do anything. Na ukijua mchungaji hata kuja hata utakaa nyumbani. Yaani kuna watu kanisani wamekuwa selective. They select, wengine hata pastor wamefika mahali wana select injili ya kuhubiriwa. Nasikia mwimbaji mwingine ameimba akasema, Bwana sema nami kwa sauti ya upole. Huwa yuna choose Mungu vile ataongea na wewe. Some songs we must be very careful because ndio naonaga wengine mpaka kwa TikTok wamecheka, Bwana sema nami kwa upole. Bet, angalia jirani yako, mwambie sio mimi. Praise God. You cannot choose how God venye anaweza kukushughulikia na kuongea na wewe. Kanisa. Kwa hivyo kanisa ni jengo ambalo waumini wanakusanyikia. Na jambo la kwanza, ili wewe uwe muumini ambaye Bwana anakupenda, kanisa la Shilo ili liwe kanisa ambalo nguvu za Bwana zitapatikana ndani, lazima Shilo kuonekane upendo. Lazima kuonekane kwamba shida ya huyu ni shida yangu, shida ya yule mwingine ni shida yangu, familia yake ni familia yangu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ninavyomuona mke wa huyu, lazima nimuone kama mke wa ndugu yangu na nimheshimu kama mke wa ndugu yangu.
Upendo umekosekana kanisani kiasi ya kwamba nimesaona mke wa nani wa ndugu Jeremiah, nione hakustahili kukuwa na Jeremiah, alistahili kuwa na mimi kama mchungaji. Upendo ulikosekana. Upendo umekosekana kiasi ya kwamba ninavyomuona huyu dada, ninamuona badala nimuone kama mtoto ambaye ninalea, ninamuona kama mtu anafaa kuwa mchumba wangu. Praise God. Then kanisa limechanganyikana, limekuwa mixed. Dunia imeingia kanisani, watu wanafanya vituko, the way watu wana dress kanisani, unakaa unaangalia tunatoka wapi. Watu hawana upendo na Mungu, watu wanataka kufanya venye wanataka, watu wanataka kuchakulia Mungu maisha wanataka kukaa watu. Lakini Mungu hakukuwa mjinga aliposema ya kwamba tupendane kwa upendo, tuishi pamoja, tufanyie mambo pamoja, kwa sababu anajua katika umoja kuna nguvu. Praise the Lord. Ni rahisi sana kuvunja kijiti kimoja cha kibiriti, lakini zikifunganishwa pamoja vijiti kama 200 sio rahisi kuvivunja na mkono. Why? Because of unity. So kanisa linatawaliwa na shetani kwa sababu umoja umekosekana, kwa sababu ya upendo haukukuwepo mwanzo. Na ndio tukiingia kwa maandiko tunaona katika ufunuo wa Yohana Revelation, Yohana anaona maono kutoka mwanzo, na Roho wa Bwana anaongea na Yohana kuhusu makanisa 7. The Spirit of God alikuwa anaongea na John about 7 churches, and the Spirit of God was talking about churches, was advising about churches. Alikuwa anashauri jinsi makanisa yanafaa ya kuwe na ya enende. Na ndio sababu ukisoma John chapter 2 verse number 1 to verse number 5, the Bible says ya kwamba Mungu ama Roho wa Bwana akaambia Yohana, nena kwa kanisa la Efeso. Akamwambia Yohana ya kwamba nenda ukanene kwa kanisa la Efeso. Na Mungu akiweka makanisa, aliweka na ulinzi wake. Bwana, makanisa lolote ambalo na la Mungu alituma malaika. Na ndio sababu nasikia the Bible says ya kwamba kwa kanisa la Mungu la Efeso, andika kwa malaika wa kanisa la Efeso. Let us read. Tunasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Isitu Yohane ama Yohana. Revelation kwa lugha ya Kimombo ni Revelation, inaitwa tu Revelation. Just like that. Revelation chapter, kuna mtu amepata kwa haraka tu sana. I want to talk about the love of church. Love of church. Kanisa linaweza kuwa na nguvu namna gani? Ni kanisa lazima liwe na kitu inaitwa upendo. Lazima kukuwe na upendo wa kanisa. Chapter number 2 verse number 1 to number 5. Listen the word of God. Vile linasema. Linasema ya kwamba kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso, ya kwamba kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso, hiyo ni ujumbe wa Mungu. Anaambia Yohana, andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Mstari wa 2, sikia vile anasema ya kwamba hii sasa ndio maneno Roho wa Mungu anaambia Yohana ya kwamba anene. Na kumbuka Roho wa Mungu hakukuwa mtu mwingine, alikuwa Yesu Kristo. He was Jesus. Kwa hivyo Yesu anaambia Yohana ya kwamba kwa malaika wa Efeso aandike haya maneno. Neno la kwanza anaambia huyu mtu aandike ni kwamba anayajua matendo yako. Ya kwamba anajua matendo ya kanisa. Anajua matendo yako. Nimekwambia kanisa ni jengo, na nikakuja nikakufafanua kwamba Paulo naye aliona kanisa kama wewe. Kwa hivyo anasema
kama wewe unayekuja kanisani na Bwana ashakufanya kanisa, ya kwamba Mungu anayajua matendo yako, na anajua taabu yako, na anajua pia subira yako, lakini anasema hivi, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako. Churches are failing because they left love. Kwa hivyo hii ni jambo Yesu alijua, na kwa kanisa la Efeso anatuma Yohana, ya kwamba Yesu anaona mateso ya kanisa tunapitia. Yesu anaona vile tunatukana kwa ajili ya jina lake. Yesu anaona kuhangaika kwetu, ya kwamba tunamtumikia lakini maisha ni magumu. But anasema ya kwamba kuna kitu kimoja tumeacha kama kanisa, and that is why kanisa haiwezi kukua. Kanisa hakuwezi kuwa na roho wa Mungu. Why? Because we left the first love. Unajua ni kwa nini Mungu alidifferentiate hiyo upendo? Kwa sababu upendo wa saa hii ni ile upendo wa watu kuchukuana makanisani. Then wanasema that is love. But there is a first love. Tell your neighbor, first love. Na muulize, uko na hiyo upendo ama uko na ile upendo wa kuona pesa zangu? Pastor, siku hizi watu wanakuja kanisani kwa sababu wanajua pastor akipiga simu pastor anasema mtumie pesa. Praise God. Watu wanakuja kanisani kwa sababu wanajua nikishindikana nifungiwe nyumba, kanisa itafanya nini? Italipa. That is not the love that God is talking about. God is talking about first love. Now, hii first love ni nini kwanza? Anasema kwamba upendo umewacha upendo wako wa kwanza. Na kashauri akasema mstari wa 5 ya kwamba basi kumbuka ni wapi ulikoangukia, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako. I don't know who is God talking about mchana wa leo, but what I'm trying to show you, what I'm trying to teach, what I'm trying to do, ama kile ambacho ninajaribu wewe uweze kuelewa, ni kwamba ujue ya kwamba Mungu amethamini sana kanisa, na ili kanisa la Shilo tuweze kupenya, tunahitaji upendo. Praise God. Tunahitaji upendo. Kanisa linahitaji upendo. Mahali kuna upendo kuna utiifu. Mahali kuna upendo kuna kubebeana mizigo. Mahali kuna upendo kuna kujitoa. Mahali kuna upendo kuna kutoa. Mahali kuna upendo kuna umoja. Praise God. Ukitaka kujua kanisa lina upendo, ni umoja wa watu. Ukitaka kujua kanisa lina upendo, ni kujitoa kwa watu. Ukitaka kujua kanisa lina upendo, ni watu kumtolea Mungu. Hata kama hauna, unatoa mwili wako kama dhabihu. Unatoa ni kwa sababu ya kanisa la Mungu. Unatoa ni kwa sababu una upendo na Mungu wako. Unajitoa ni kwa sababu unahisi moyo wako umependa kanisa. Unapoona watu wana mioyo migumu kanisani, sio kwamba hao watu wako namna gani, ni vile wanaonyeshana picha kamili ya kwamba hawana upendo kanisani. Unapoona watu wanasukuma kufanya kazi ya Mungu, ni kwa sababu wamekosa upendo. Na ndio malaika
wa Bwana aliambia Yohana ya kwamba nenda ukanene na kanisa la Efeso, maana ninaona ni kanisa ambalo lilikuwa linanikuza. Efeso watu wameniacha, watu wameacha upendo, watu wanafanya mambo yao. Kwa hivyo enda kwa Efeso, kwa sababu ninapenda Efeso. Ongea na kanisa la Efeso, ambia kanisa ya kwamba liweze kuangalia mali liliangukia, mali upendo wa kwanza uliishia, ukaweze kuangalia, kwa sababu naacha upesi. Na kama nitakosa upendo, mimi sitakuwa na haki kwako, sitakuhurumia, nitakuhukumu na nitakutia kwenye moto. Praise the Lord. Na ndio neno ambalo linanena kwa kanisa la Shilo ya kwamba saa hii Efeso ilipitwa, sisi ndio tuko wa Efeso wa sasa. Bwana anasema ya kwamba atafanya msako kwenye kanisa, na kama atapata upendo haumo ndani mwako, anasema ya kwamba hata kuhurumia. Wapendo, kumpendeza Mungu lazima tuwe na upendo kanisani. Wapendwa, ili kanisa likue lazima tupendane. Ondoa hiyo roho ngumu ambayo umeishi kutembea nayo, acha roho wa Mungu akuhudumie. Kuwa na upendo kwa kanisa. Kanisani kuna mtu atakitoa anaonanga anatolea pastor. Yaani unasema, unaona hiyo suti anang'ara nayo ni sadaka zetu. Wewe unajua ni nini anafanyana? Ni sadaka ilikuwa inamulisha kutoka utotoni. Ndiye mtu sio mimi. Praise God. Kwa hivyo kanisa ambalo nguvu za Mungu zinaweza tawala ni kanisa liko na upendo. Kanisa ambalo malango ya kuzimu haiwezi kuliweza ni kanisa la upendo. Kama Shilo tukikosa upendo, kama Shilo tutaona kukuja kanisani ni mzigo, kama Shilo tutaona ya kwamba kukuja kuosha kanisa, siku moja mtanikuta hapa nikiwa ninaosha kanisa. Yaani ikifika ni wakati wa kumtumikia Mungu, hatuangaliangi, hatuonangi dhamana yetu, hatujuangi kama tuko na suti ama hatuna, kwa sababu tunapenda Mungu na tunapenda kanisa, tunajitoa. Mtu kutoka tu kwake kuja kanisani aoshe kanisa. Nakumbuka mimi nikiokoka mara ya kwanza, kazi nilikuwa nafanya kanisani, nilikuwa naosha kanisa, na kanisa lilikuwa nabeba watu 300, nilikuwa naosha pekee. Can you imagine kanisa linaweza beba 300 people? Hiyo si hall. Hii inaweza enda times 2 na something juu kidogo. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa ninaanza kwa madhabahu, na sikuwa naosha siku nyingine, ni siku ya Jumapili 5 AM nilikuwa kanisani, nitaosha kutoka kwa madhabahu mpaka kule, na nikawa ninaambia Mungu anikumbuke. Na wakati ule maisha yangu yalikuwa magumu, wakati ule nilikuwa ninachekelewa, nilikuwa mfupa mkavu, lakini kwa kufanya hiyo kitendo, Bwana aliona upendo wangu, akaona jinsi nimependa kazi yake. Mungu alianza kuninua pole pole. Unataka kuinuliwa, haumpendi Mungu mwenye kuinua. Unataka kubarikiwa, haumpendi Mungu mwenye kubariki. Unataka kwenda mbali, haumpendi Mungu anayefanya watu waende mbali. Unataka kwenda viwango vingine, unasukuma kumfanyia Mungu kazi. Lazima pastor akupigie simu, uko wapi dada? Uko wapi ndugu? Leo tuko na wakeni kanisani. Jamani, ukijaribu ufike mapema. Upendo wa kwanza ulienda wapi? Wakati mtu anajua ya kwamba kuna kitu inafaa kufanyika kanisani, anakimbia mbio bila kuambiwa, anaenda anafanya. Tungekuwa tuko mbali, hatungekuwa tunalia mambo ya umaskini, hatungekuwa tunakonjeka, hatungekuwa tunalialia kila wakati, kwa sababu ya ile upendo tumetoa kwa Mungu. Mungu naye anarudisha. Imekuwa vigumu kushawishi watu nje wakuja kanisani kwa sababu wamekosa upendo. Uko kanisani unaabudu Mungu, lakini kwa plot hata uone haja tumii.
Kuna watu ambao ni wazuri sana katika kutumika kwa madhabahu, lakini mtu huyu hata mtoto wa jirani akaingia kwa nyumba, kama alikuwa anataka kuweka chakula, ana hold kwanza, then anajifanya na watoto wake, nyumba yangu zitakangi uchafu, mwende mchezee huko nje, tachafua nyumba. Wewe si atu atachafua nyumba, ni atoke akule. Kuangalia mwenzako anakaa suspect. Alafu unakuja hapa Jumapili tunaabudu Mungu. Kuna watu ambao waje ni kuonyeshe kitu jana leo. Ukiwahi taka Mungu akutumia, hata ukienda mahali hali ni ngumu, lakini ukiingia tu kwenye jukwaa na ukashika mic, utaona Mungu amebadilisha anga. Lazima utii vizuri maneno ya Mungu na uyafanye. Mungu anatumianga tu wale watu. Yesu anaambia mtu aliyekuja kumwambia kwamba mama na ndugu zako